Mahakama ya Wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Anthony Anosisie Mwangaka mwenye umri wa miaka 53. Huyu ni mkazi wa Mbugani, Wilaya ya Chunya. Huyu amehukumiwa kwa kosa la kumbaka na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9. Mtuhumiwa huyu alifikishwa mahakamani na hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawidhi wa mahakama ya Wilaya ya Chunya James Mhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza Machi 5 mwaka 2025. Kwa hiyo mshtakiwa alitenda kosa hilo Disemba mwaka 2017 mwaka 2024 katika kijiji cha Mbugani wilayani Chunya, na alikamatwa Disemba 22 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa hatiani kwa makosa mawili ya kubaka na kulawiti. Mama mzazi wa mhanga alibaini tukio hilo wakati akifanya taratibu za kumwosha mtoto. Baada ya kukuta mtoto yuko katika hali ya kuharibika, ndipo aliweza kutoa taarifa kwa kituo cha polisi. Tunamshukuru sana mama wa mhanga hakuweza kuona muhali katika kuficha tukio hili, na ndipo hatua za haraka zilichukuliwa na jeshi la polisi, hatimaye mtuhumiwa kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba kwenye eneo hili na utoaji wa taarifa za haraka kwenye kituo cha polisi ikifanyika, tunaweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Lakini pia mtuhumiwa mwingine huko kwa Wilaya ya Chunya amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Huyu ni Saidi Kombo Kandonga, miaka 60, mkazi wa Kibaoni, Wilaya ya Chunya, kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 8. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawidhi wa mahakama ya Wilaya ya Chunya James Mhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza, ambayo imetolewa Aprili 1 mwaka 2025. Mshtakiwa alitenda kosa hilo Septemba 16 mwaka 2024 katika kijiji cha Kibaoni, Wilaya ya Chunya, na alikamatwa Oktoba 2 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa hatiani kwa kosa hili la kubaka. Kule Wilaya ya Kyela pia mtuhumiwa Joakim Isaac Simkoko, miaka 40, mkazi wa kijiji cha Kasumulu wilayani Kyela mkoani Mbeya. Huyo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu wa mahakama ya Wilaya ya Kyela Mheshimiwa Paul Barnabas tarehe 28 Machi mwaka 2025 chini ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi Bihemo Maengera. Na akiwa akisoma hukumu hiyo, Mheshimiwa hakimu Barnabas alisema kuwa kwa mujibu wa hicho kifungu ambacho kinakataza makosa haya ya kujihusisha na madawa ya kulevya, inaonekana kabisa huyo mtuhumiwa ni kweli ushahidi uliotolewa anahusika na madawa ya kulevya, na hivyo alipaswa sasa kupata adhabu hii ambayo imetajwa. Ambaye anaitwa Emmanuel Uswege Magafu mwenye umri wa miaka 30. Huyu ni Mkristo na ni Mnyakyusa, mkazi wa kijiji cha Busare, kata ya Busare. Huyu amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Mtuhumiwa huyu alitenda kosa hilo katika kijiji hicho, na baada ya tukio hilo jeshi la polisi liliweza kumkamata na kumfikisha mahakamani, na mnamo tarehe 14 mwezi wa 4 kwa maana ya jana mwaka huu hukumu iliweza kusomwa mbele ya hakimu Njau na mshtakiwa akapatikana na hatia ya kosa hilo, kwa sababu kosa hilo alitenda tarehe 16 mwaka huu Januari 2025 baada ya kukutwa akiwa na watoto wawili, huku mmoja akifanyia vitendo vya kumdhalilisha na kufanyia kitendo cha shambulio la aibu. Kwa hiyo hukumu hii imesomwa na Mheshimiwa hakimu Njau mbele ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi Bihemo Maengera, na ndipo alipoweza kufikia hatua ya kumsomea kifungo hicho cha miaka 20 jela. Kwa hiyo bado tunaendelea kuhimiza kwenye makosa haya ya udhalilishaji. Sisi jeshi la polisi tunaendelea kupambana na watuhumiwa pamoja na wale wote ambao wana tabia hizo ili kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama.